Wapenzi watazamaji, Sifuna Edwin, seneta wa kaunti ya Nairobi, ameweza kutoa taarifa ambazo si nzuri. Serikali imeamua kutumia kila mbinu kumzima Edwin Sifuna. Kulingana na katiba ya Kenya ya mwaka 2010, Wakenya wako na uhuru wa kuandaa mikutano ya amani, iwe ya kupinga serikali, iwe ya kuunga serikali. Bora ni mikutano ya amani. Yaani hata wewe uko na uhuru wa kuita mkutano, bora uwe wa amani. Lakini serikali hii imehisi kwamba yeyote mwenye anaandaa mikutano ya kupinga William Ruto ni kinyume na katiba. Yaani wameamua kwamba yeyote mwenye anaandaa mikutano kumpinga Bwana Ruto ni kinyume na katiba yao. Siku ya Jumapili tarehe 15 mwezi wa pili, Sifuna aliweza kuandaa mkutano mkubwa sana kuwahi tendeka katika taifa letu la Kenya, upande wa Kajiado, Kitengela. Maelfu ya wananchi wakafika kumlaki, na serikali ilipoona kwamba maelfu ya wananchi wamefika pale, waliamua kusambaratisha ule mkutano kwa kutumia risasi na kwa kutumia vitoza machozi, ukipenda mabomu ya kutoa machozi. Na Edwin Sifuna ameweza kutoa taarifa ambazo si nzuri kuelekea kwa Wakenya kwamba kwenye ule mkutano wake imeweza kuthibitishwa kwamba mtu mmoja aliaga dunia baada ya kupigwa risasi na serikali. Kipindi ambapo serikali inaamua kuwapiga wananchi risasi na kuwaua wananchi ambao hawakukuwa kwenye maandamano bali walikuwa kwenye mkutano wa amani, ni ishara kwamba hiyo serikali imekwisha ogopa na imepoteza imani kwa wananchi. Sifuna ameweza kuandika hivi jinsi ambavyo unaona hapo. It has now been confirmed that one person lost their life in Kitengela yesterday. The police shot and killed 28-year-old Vincent Oyomo. This is another senseless and needless killing by Ruto's regime. We send our condolences to Vincent's family and demand for justice and accountability. This is exactly what we are fighting against. Sifuna ameweza kusema kwamba imeweza kuthibitishwa kwamba kutoka kwa mkutano wa Kitengela mtu mmoja aliweza kuaga dunia na ametambulika kuwa ni Vincent Oyomo. Sifuna amesema kwamba hichi ni kisa ambacho hakihitajiki na hakitahitajika katika taifa letu la Kenya kuweza kuua mtu mwenye hana hatia, na hii imeweza kuthibitishwa kwamba serikali ya Bwana Ruto ni serikali ambayo haiwapendi wananchi ambao wanaingia kwenye mikutano ambayo inapingana na Bwana Ruto. Sifuna amesema kwamba tunahitaji uwazi, lakini kwamba haya ndiyo tunapigania kuweza kuhakikisha kwamba mauaji yanakoma katika taifa letu la Kenya. Babu Owino ameandika ujumbe mrefu sana. Ameandika kwamba violence against Kenyans must stop. Kuwaua wananchi lazima kuishe. I'm appalled by the violence, intimidation and unnecessary harassment of innocent Kenyans by the police, often leading to serious injuries and death. Yesterday, Sunday 15th February 2025, together with other leaders, we convened in Kitengela town for a peaceful meeting. Shortly after we began the meeting, police fired tear gases and live bullets into the crowd, leading to skirmishes with people fleeing in different directions.
I have since learned that many people were injured, including women and children, and some people have died. I send my condolences to the family of Vincent Oyomo, a 28-year-old young man who was shot and died on the spot. My heart goes out to his family. May they be comforted during this difficult time. This violence is cowardly act by this intolerant administration and must stop immediately. We condemn this use of force against unarmed Kenyans because it is unlawful and indecisible. The right to assemble and move freely is firmly enshrined in our constitution, and no Kenyan should have to die for exercising it. I have noticed that this violence by the police is only targeted at the people who are not supportive of this administration. Are the police truly independent as required by the law, or merely appendages of this administration? Why must the police kill innocent Kenyans at the instruction of this government? Has this administration forgotten that we went to the streets last year, 2025, because of extrajudicial killings by the police? Is this the Singapore they are promising Kenyans? Sitaki niweza kusoma ujumbe mwingi kwenda chini. Babu Wina ameweza kusema kwamba hii serikali imeamua kutumia mauaji kuwatisha viongozi ambao wanapingana na William Ruto. Sifuna vile ameweza kupingana na hichi kitendo. Baka nimeweza kuona independent, inaitwaje? Independent Policing Oversight Authority IPOA imeweza kukemea hichi kitendo cha Mkenya kuweza kuuawa. Lakini sasa hii IPOA iko na makucha gani? Kipindi ambapo hatujawahi iona iwapo wameweza kuchukulia hatua wale ambao wamepatikana wakiwa wamevunja sheria. 2024 Wakenya waliuawa. Lakini IPOA ilifanya kazi gani sasa? IPOA imekuja imeandika kwamba for immediate release, IPOA investigation following fatal at Kitengela political rally. Wakasema kwamba the Independent Policing Oversight Authority pursuant to its mandate monitored police conduct during the political rallies held in Mombasa and Kajiado counties on 15th 2026 February to ensure compliance with Article 244 of the Constitution of Kenya and other applicable laws. The authority noted with great concern the loss of life and injuries during the Kitengela political rally, allegedly occurring as members of the National Police Service endured to maintain law and order. Wakasema kwamba according to compliance with Part B5 IPOA has deployed a rapid response team comprising monitoring and investigation officers to Kitengela to conduct independent inquiry into the matter. Investigation aimed to establish the circumstances surrounding the incident, determine the extent of police involvement, assess whether the use of force was justified, and evaluate whether it was appropriate as defined by the law. Unajua, IPOA inasema kwamba wameweza kuanzisha uchunguzi kuhusiana na jinsi ambavyo polisi waliweza kutumia risasi. Lakini mimi bwana Ezra nilikuwa nafuatilia lile tukio. Lile tukio halikuwa limetosha polisi kutumia nguvu kama vile risasi. Wananchi walienda wakakongamana kumsikiliza Edwin Sifuna na viongozi wengine. All of a sudden viongozi wakaweza kumimina vitoza machozi na hata risasi zikaanza. Does it mean that katika taifa letu la Kenya ukiwa una support William Ruto mkutano wako utakuwa wa amani? Jinsi ambavyo Buru waliweza kuandaa mkutano wao upande wa Tononoka, Mombasa, mkutano wao ukakuwa wa amani. Lakini Edwin Sifuna wao wameandaa mkutano wao, polisi wameanza kurusha vitoza machozi. Does it mean that katika taifa letu la Kenya ukipinga serikali unarushiwa vitoza machozi?
au William Ruto ana practice, anafanya mazoezi kuja kutenda yale ambayo yalifanyiwa Tanzania na Uganda kipindi cha uchaguzi. Huu ni upuzi kipindi ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi, mambo mabaya kutendeka kama haya. Kila Mkenya yuko na uhuru wa kuandaa mikutano, na si kuona ule mkutano wa Sifuna iwapo ulikuwa ni maandamano. Ulikuwa ni mkutano wa wananchi kuzungumza na kushauriana na kuonyesha upendo kwa Sifuna. Hii inaashiria nini? Serikali imeweza kutetemeka na mkutano ambao Sifuna ameweza kuandaa, na huenda ikawa kwamba mkutano wa siku ya Jumamosi wa Sifuna, yani siku ya Jumapili Sifuna tarehe 21 mwezi wa pili upande wa Kakamega, huenda tena serikali ikaweza kutumia nguvu. Lakini tunawaagiza wananchi na vijana waweze kujitokeza kumlaki Sifuna ili serikali iweze kuona kwamba wananchi wamechoka na utawala wao mbovu. Hichi ni kitendo kibovu.